Chama cha Mapinduzi kimetangaza nia yake ya kutoa katiba mpya kwa wananchi wa Tanzania kwa lengo la kuzuia maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika nchini kote. Hatua hii imekuwa kufuatia mashinikizo makali kutoka kwa makundi ya wanaharakati pamoja na viongozi wa vyama vya upinzani ambao wamekuwa wakishirikiana kwa karibu kuishinikiza serikali kuu. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo amesisitiza msimamo huo wakati akithibitisha mjadala muhimu wa taarifa za uchumi na mpango wa taifa uliofanyika jijini Dodoma. Katika maelezo yake mbele ya hadhara hiyo, waziri huyo amebainisha wazi kuwa nchi ya Tanzania inaongozwa kwa kufuata misingi madhubuti ya kidemokrasia, utawala wa sheria pamoja na mifumo ya utawala bora. Profesa Mkumbo ameeleza kuwa mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zilizomo ndani ya ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kiongozi huyo wa serikali ameongeza kuwa hakuna chama kingine chochote cha siasa chenye ajenda ya dhati ya kupatikana kwa katiba mpya nje ya chama tawala ambacho sasa kinaunda serikali kuu. Kauli hiyo inatafsiriwa kama ishara ya serikali kukubali matakwa ya mabadiliko baada ya hapo awali kuonekana kusita au kukataa madai ya upinzani kuhusu hitaji la haraka la mabadiliko ya sheria mama nchi. Upande wa vyama vya upinzani na wanaharakati mbalimbali walikuwa wametishia kuanzisha maandamano makubwa ya nchi nzima ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Lengo kuu la kuratibu maandamano hayo ya Sabasaba ilikuwa ni kuilazimisha serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuleta katiba mpya pamoja na kumwachilia huru mwanasiasa wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amekuwa akizunguka katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kujiandaa na maandamano hayo. Mwanasiasa huyo amesisitiza kuwa wataitisha maandamano makubwa ambayo hajawahi kushuhudiwa ili kuhakikisha serikali inatekeleza masuala matatu makuu yaliyowasilishwa na upande wa upinzani. Sharti la kwanza la upinzani ni kuachiliwa huru kikamilifu kwa Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa anahitaji matibabu ya mwili wake kutokana na changamoto za kiafya zinazomkabili. Tundu Lissu anatajwa kuwa na hali mbaya ya kiafya baada ya kukaa gerezani kwa kipindi kinachozidi mwaka mmoja huku akiwa na kumbukumbu za kushambuliwa kwa risasi 16 mwilini mwake mnamo mwaka wa 2017 wakati wa utawala wa hayati John Pombe Magufuli. Sharti la pili ni kupitishwa kwa katiba mpya itakayokidhi vigezo na matakwa ya wananchi wote wa Tanzania bila upendeleo wa kisiasa. Sharti la tatu lililotolewa na viongozi wa upinzani ni kukubadilishwa kwa muundo wa tume ya uchaguzi ya sasa ambayo wanadai imekuwa ikitumiwa na Chama cha Mapinduzi kutangaza washindi wa chama tawala bila kufuata taratibu huru. Hali hiyo inajitokeza wakati kukiwa na ripoti za uwepo wa vikwazo vya kiuchumi ambapo nchi ya Marekani imesitisha baadhi ya misaada yake kwa serikali ya Tanzania kutokana na kutoridhishwa na hali ya utawala. Bunge la Ulaya nalo limesitisha utoaji wa misaada yote kwa serikali ya Tanzania kwa misingi ya kutoa msisitizo kuhusu umuhimu wa kushirikiana na wadau wote wa kisiasa katika kuendeleza nchi. Mbali na mataifa hayo, nchi za Canada pamoja na Sweden nazo zimechukua hatua
ya kujiondoa katika utaratibu wa kutuma misaada ya kifedha nchini Tanzania, zikidai kuwa mifumo ya uongozi haishirikishi ipasavyo sauti za wananchi. Kufuatia mivutano hiyo ya kimataifa na ya ndani, serikali kupitia matakwa ya mawaziri ama matamko ya mawaziri wake imeonekana kulegeza msimamo wake wa awali ili kufikia makubaliano ya pamoja kabla ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wananchi katika maeneo mbalimbali kama vile Mbeya wamejitolea kutoa michango ya fedha ili kufanikisha kampeni na mikutano ya chama cha Chadema inayolenga kuhamasisha mabadiliko ya mifumo ya kisiasa. Fedha hizo zilizokusanywa zitatumika kutoa msaada wa kilojistikia kwa ajili ya viongozi wa upinzani kuendelea kutembea maeneo tofauti tofauti ya nchi na kuimarisha matawi yao ya kisiasa kuelekea kipindi hiki cha mpito. Mijadala ya kisiasa imekuwa ikishika kasi huku wananchi wakifuatilia kwa ukaribu hatua mbalimbali zinazochukuliwa na viongozi wao katika ngazi za kitaifa na kikanda ili kufikia muafaka wa amani. Mabadiliko ya kimfumo yanayodaiwa yanajumuisha pia urekebishaji wa kanuni za uchaguzi ili kuhakikisha kuwa michakato yote ijayo itakuwa na uwazi kamili miongoni mwa vyama vya kisiasa. Hali ya usalama imeendelea kuimarishwa katika miji mikubwa huku kukiwa na maandalizi mbalimbali upande wa vyombo vya dola na vikundi vya kijamii vinavyofuatilia mienendo mzima wa siasa za nchi. Ushirikiano kati ya viongozi wa vyama vya upinzani na wananchi unadhihirishwa na jinsi michango ya hiari inavyoendelea kutolewa katika mikutano ya hadhara inayofanyika maeneo mbalimbali. Hatua za kidiplomasia kutoka kwa washirika wa kimataifa zimechangia kwa kiasi kikubwa kuchochea kasi ya maamuzi ya ndani ya serikali kuhusiana na mustakabali wa mageuzi ya kisheria. Usimamizi wa masuala ya kiuchumi na mipango ya taifa unaendelea kuwa kipaumbele kikuu cha serikali huku ikijaribu kuwashawishi matakwa ya kisiasa na mahitaji ya maendeleo ya wananchi wake. Viongozi mbalimbali wa serikali wameendelea kutoa ufafanuzi kuhusu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ili kuhakikishia wananchi kuwa masuala yote ya msingi yatafanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. Mwelekeo wa sasa unaonyesha umuhimu wa majadiliano ya mezani kama njia mbadala ya kutatua migogoro ya kisiasa na kuepusha makabiliano yanayoweza kujitokeza barabarani wakati wa maandamano ya umma. Mataifa ya nje yanasisitiza kuwa utulivu wa kisiasa nchini Tanzania unategemea sana jinsi serikali itakavyoshughulikia malalamiko ya vyama vya upinzani na viongozi wao. Mijadala ya kisheria na kikatiba inatarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika vikao vijavyo vya bunge ili kupitisha marekebisho yote yaliyokubaliwa na pande zote mbili husika. Utekelezaji wa mipango ya kiuchumi ya muda mrefu unahitaji uwepo wa mazingira tulivu ya kisiasa ili kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kigeni kuendelea kuwekeza nchini. Uamuzi wa mwisho kuhusu muundo mpya wa tume ya uchaguzi na mabadiliko ya kisheria unategemea maridhiano yatakayofanyika kati ya wawakilishi wa serikali na wale wa upinzani.